Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye sehemu ya mwisho ya semina yetu. Hii ni sehemu ya 19 na imempendeza Mungu ni kufundisha jambo hili. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye semina hii ya nguvu ya maombi. Mimi naitwa Mwalimu Frank Bwenge. Ninaamini kuanzia mwanzo umekuwa pamoja na mimi na umejifunza vitu vingi sana. Sasa leo nataka niseme kitu ambacho kitatusaidia sana. Sio kwenye maombi tu, kwenye maisha yetu ya kila siku. Unajua chochote unachokifanya kwenye ufalme wa Mungu lazima ujue kwamba hakika kinafanyika tu kwa sababu kuna uwezesho wa kazi ya msalaba. Pasipo uwezesho wa kazi ya msalaba hatuwezi lolote. Amen. Na lazima ujue kazi ya msalaba ni process nzima ya Yesu. Kwanza mwanzoni kabisa anaanza kwa kubatizwa, anaenda kwenye mfungo, kisha tunaona mlimani anaanza kufundisha. Baada ya kufundisha tunaona anaingia kwenye mateso, okay? Lakini sio alishia kufundisha tu, alidemonstrate nguvu ya Mungu pia. Na akasema ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Lakini pia lazima ujue kwamba kazi ya msalaba inazungumzia mateso ya Kristo, kusulubiwa kwake na shida zote alizopitia na changamoto zote, kukataliwa, kuaibishwa na udhalilishaji. Okay, vyote vile. Alafu lazima ujue kwamba alikufa, alafu baada ya kufa akashuka kuzimu, akaenda kupigana vita ili achukue zile funguo za mauti, funguo za Daudi, ili atukabidhi sisi. Then akafufuka akiwa mshindi, na sisi tukawa sehemu ya huo ushindi. Biblia inasema tulisulubiwa pamoja naye, tulikufa naye na tulifufuka naye. Na Mungu alipomketisha mahali pa juu, maana yake alimpa mamlaka. Kwenye mambo ya kiroho ukisikia inasema umeniketisha juu, inamaanisha ni mamlaka, umepewa mamlaka ya juu zaidi. Okay? Mungu ameketi juu ya milima, maana yake Mungu ni Mungu mwenye nguvu, mamlaka, hakuna wa kulinganishwa naye. Amen. So alipoketishwa Yesu juu na sisi tuliketishwa. Sasa utagundua hiyo ndo kazi ya msalaba. Na kazi ya msalaba ilitupa sisi mamlaka. Kazi ya msalaba ilitupatanisha na Mungu. Kazi ya msalaba ilitupa uwezo wa sisi kufanywa kuwa wana wa Mungu. Lazima ujue hiki kitu. Ukishajua haya mambo sasa, alafu ukajua mamlaka yako kama mtoto wa Mungu, nataka nikwambie maombi yatakuwa na matokeo. Na nimekufundisha pia baadhi ya maombi ambayo ni ya mamlaka, kwamba watu wengi wamekuwa wanakosea kuomba, si ndio? Kwa mfano jambo la kuamuru, unarudi kwa Mungu tena kumwambia alifanye. Jambo ambalo alishalifanya unamwambia alifanye, wakati tayari alishagalifanya. Niliwafundisha, si ndio? Lazima tujue kwenye maombi ya rohoni ndo maombi pekee ambayo tunasema na Mungu, lakini sio maombi ya kuamuru. Maombi ya sifa lazima uende na useme na Mungu direct. Umenielewa? Maombi ya toba unasema na Mungu direct. Maombi ya kuabudu unasema na Mungu direct. Maombi ya shukrani unasema na Mungu direct. Hayo ni maombi ya rohoni. Nimefundisha vyema sana. Sasa nataka nikufundishe hii sehemu ya mwisho, mahusiano kati ya kazi ya msalaba, okay, na maombi. Okay, lazima ujue kitu kimoja. Yeyote ambaye unamuona anatembea barabarani ni kwa sababu kuna kiwango cha neema anacho. Na kumbuka kifo cha Yesu na sisi na wokovu, ufufuko na wokovu vimefungamanishwa. Okay, yote ambaye ni kondoo, yote ambaye amebatizwa, yote ambaye ameokoka, yote ambaye yupo kwenye ufalme huu wa Mungu, anaweza akawepo lakini asifuate haki zake. Umenielewa? Naomba nisitumie tu neno ufalme, niseme yote ambaye amebatizwa, yote ambaye ameokoka. Okay, kwa sababu unaweza ukaokoka alafu kaanguka, usihesabiwe tena kwenye ufalme. Okay, yoyote ambaye ameokoka, sawa, maana yake ni nini? Kuna neema alipewa na Mungu. Okay, kuna namna alipokea neema. Sasa neema ni nini? Neema ni kustahilishwa. Neema ni pale Mungu anaamua kuona mazuri kwa mtu ambaye ni mbaya ili huyo mtu atubu. Umenielewa? Na maisha yetu asilimia zote ni neema ya Mungu. Okay? Kwa sababu mwanadamu sisi kiukweli dhambi tunafanya. Okay? Unaweza usiione, usihesabu. Of course, Biblia inasema yoyote anayefikiria atendi dhambi anajidanganya. Na remember, dhambi ni ukuta kati yetu na Mungu.
lakini kuna neema ambayo ipo. Okay? Moja ya neema inaitwa neema ya msamaha ambayo ni rehema. Kwa hiyo msalaba umebeba mambo matatu: rehema ambayo ni neema ya msamaha, neema ambayo ni neema sasa imeshika engo karibu nyingi zaidi. Sawa Alafu kuna upendo wa Mungu. Inabidi unielewe. Hata rehema za Mungu sio kwamba tunastahili. Ndio maana inaitwa neema ya msamaha. Rehema za Mungu ni msamaha wa Mungu anaoutoa kwa wanadamu pasipo kustahili. Na kwa nini anafanya hivyo? Anaamini tutabadilika. Kwa tunaishi chini ya mbawa za neema. Na lazima ujue pia kuna watu wamekuja wakatumia vibaya neema. Matumizi mabaya ya neema. Kwa mfano, nataka nikwambie kila mwanadamu ambaye ameokoka kuna neema anayo. Lakini sasa tunakuja kutofautiana kwenye kuinuka. Kila mtumishi ana neema. Mfanyabiashara ana neema yake. Lakini tofauti inakuja kwenye matumizi ya ile neema. Kuna watu wakishapokea neema anabweteka. Anasema tunaishi kwa neema, tunaishi kwa neema. Hajui kwamba kuna neema juu ya neema, juu ya neema, juu ya neema. Demo hiyo neema ndogo uliopewa ni sawa na wale watu wa talanta waliopewa talanta. Ukiitumia vizuri Bwana anakujaza. Sasa wakati wa maombi lazima ujue kwamba kuna vitu vitatu: rehema, neema na upendo wa Mungu. Okay? Usije ukaomba ukajihesabia haki. Ukaomba ukafikiri kwa sababu umeomba sana unastahili kujibiwa. Lazima tujue hayo mambo yote yako chini ya mikono ya Mungu mwenyewe. Ndio maana Yesu akasema ombeni bila kukoma. Imetupasa kuomba bila kukoma. Why? Because maamuzi yanatoka kwa nani? Kwa Mungu wetu. Lazima tujue hilo. Okay? Lakini lazima tujue at the same time kuna sisi hatuombi kwa nguvu zetu. Kuna neema ambayo inatuwezesha. Umenielewa Na neema ya moja ya kazi ya neema ni kutubidiisha. Ukisoma vizuri Biblia yako. Watu wengi kwa sababu ukiwa na neema afu usipokuwa na bidii umeikataa neema. Kwa neema inakuwa haina matumizi kwako. Ile uliopewa ya wokovu, ile neema ya wokovu ambayo inakufanya tu uendelee kusustain, utabaki hapo. Ukiona utofauti wa watu ni kwamba kuna watu wamenuhusu neema ikawabidiisha, kwa hiyo wakapiga hatua wakapewa neema nyingine, na baada ya neema na neema na neema. Lazima ujue kuomba neema baada ya neema. Unielewa? Yes. Watu wengi sana wametumia vibaya neema zao. Ndio maana wako hapo walipo, hawapigi hatua. Lazima ujue hivi kweli neema ndio inatustahilisha, lakini ukishindwa kuitumia vizuri haiwezi kukubidiisha. Utabaki hapo hapo. Umenielewa? So ukiona unaomba na Mungu anazidi kukupa nguvu ya kuomba, maana yake neema kuna neema imeongezeka tena. Ukiongeza neema tena, hapo utajikuta unaomba bila kuchoka, unaomba kila siku. Maana yake kuna neema fulani juu ya neema juu yako. Lakini lazima ujue pia pale unapopiga magoti na Mungu akakusikia, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu sana, ni kwa sababu ya kitu kinaitwa rehema. Rehema ni neema ya msamaha. Ni pale unasamehewa pasipo kustahili. Umenielewa Yes, kwa sababu huwa si tunapiga tu magoti tunasema Mungu nisamehe. Kwani tunakuwa tumefanya nini? Hakuna chochote. Ni kwamba tunaenda tu mbele za Mungu, mioyo yetu tumeiachia, tunamwambia tusamehe, na yeye anaangalia mioyo yetu anatusamehe. Okay? Maana yake lazima ujue huo msamaha wa namna hiyo pia ni neema ya msamaha. Kwa sababu ni umestahilishwa. Zamani ilikuwa ukifanya uzinzi unapondwa hadi unakufa kwa wanawake, si ndio? Lakini baada ya neema inatustahilisha, inatupa nafasi tena. Mungu anasema okay, ngoja nimwamini tena mwanangu. Huu sio mwisho. Hiyo ndo maana ya neema. Haleluya. Lakini Mungu anatupenda kiasi kwamba yuko tayari atujibu maombi yetu. Lakini tatizo linakuja wapi? Hizi zote rehema, neema na upendo haziwezi zikawa juu ya kanuni ambazo Mungu ameweka. You have to know this. Yaani kanuni inamaanisha kila alichokisema Mungu kwenye neno lake. Rehema haiwezi kukusaidia kama umeenda kinyume na neno la Mungu. Lazima ureset. Neema haiwezi kukusaidia kama umeenda kinyume na neno la Mungu. Na upendo pia wa Mungu hauwezi kaenda kinyume na neno lake. Maana yeye ulitazama neno lake ili kulitimiza. Watu wengi wamedanganywa, mafundisho ya neema yamewafanya wakabweteka.
Yesu alishamaliza kila kitu. Ni kweli alishamaliza kila kitu, ndio maana amekuwezesha wewe kuwa somewhere. Umenielewa? Lakini neema utubidiisha, maana yake hata ile bidii ulionayo sio kwa nguvu zako. Ni kwa sababu kuna neema fulani ya kubidiisha. Ukiona hauchoki kuomba, maana yake kuna neema fulani ya kuomba. Haleluya. Sawa. Na kuna wakati mwingine Mungu akitaka kuinua kwenye maombi, anapanda roho ya maombi. Akitaka kuinua kwenye kusoma neno, anaachilia roho ya kusoma neno ndani yako. Zile zote ni neema, kwa sababu hata ile roho unayopewa ni neema, sio kwa sababu unastahili sana. Haleluya. Lazima tujue hata Roho Mtakatifu tuliye naye hatukupewa kwa sababu tulistahili, ni neema ya Mungu. Na hii neema inapatikana msalabani. Hii neema ilipatikana baada ya Yesu kuteseka. Kwa apart from unaomba, usije ukafika sehemu ukasema nimeomba sana Mungu anijibu, wewe tayari umesahau kitu hiki kizuri sana. Haleluya. Umesahau kwamba ni neema hata kuomba kwako. Jana wakati tunaomba, Roho Mtakatifu akawa ananikumbusha vitu. Amen. Wakati wewe unasema Mungu hajajibu maombi, kuna mtu kabisa muda huo hawezi hata kulalamika. Yaani anatamani hata aseme tu asante Yesu. Wewe unalalamika, kuna mtu anatamani aseme Yesu lakini mdomo ni mzito. Wakati wewe unaomba gari uendeshe, kuna mzee akavunjika mikono kule, anaomba Mungu amponye mikono na sio gari tena. Wakati wewe unaomba Mungu akupe viatu, okay? Kuna mtu anaomba aponywe miguu kwa sababu hawezi hata kuvaa hivyo viatu. Lazima ujue kwamba katika kila hatua tunapaswa kushukuru. Tusije tukafika sehemu tukasahau. Na lazima katika kushukuru lazima tujue sisi tumeokolewa kwa neema, rehema na upendo wa Mungu. Haleluya. So tafsiri ya mtu anayesema nimeomba sana Mungu anijibu, sijui nini, ni mtu ambaye hajui kwamba yupo hapo kwa sababu ya neema, rehema na upendo wa Mungu. Mimi huwa nakushangaa sana ukiniambia umeomba sana. Ngoja niwaambie sasa, of course hicho kitu kinaweza kikaje kukujaribu, lakini kishinde. Nakumbuka kabla mimi sijaanza huduma ya uponyaji na deliverance, nilikuwa nafunga sana. Nimefunga siku 80, siku ngapi? 40. Hizi 40 ache. Nyingi sana. Kwanza kumbuka anaweza nyumbani kwanza alikuwa ameshanitoa mimi kwenye hesabu ya vyakula. Sikuwepo. Umenielewa? Labda jioni. Yaani huwezi ukapika asubuhi ukategemea ni. Kuna wakati hata kama sijafunga siri nasahau kabisa. Roho Mtakatifu nilikuwa nasahau. Sijafunga lakini nimefika sehemu ninazoea, yaani sizoei, nikazoea kutokula asubuhi. Naomba maombi, nafanya hivi, naamka usiku. Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha kuamka usiku. Maombi ya usiku yana nguvu sana. Usiku. Lakini sasa unakuta unaona bado mbona ile nguvu haipo. Yaani nataka niombee mtu apone, nataka nifanye hivyo. Unakuwa tamani hiyo kitu. Baadaye sasa nilivyofika kabisa mwisho nikasurrender mpaka nikaanza kuwaza sikusema nimeomba sana. Nikafika tu sehemu nikasema hao wanaombea watu wakapona jamani, kwani wanafanya nini? Nilivyojiuliza hilo swali, afu ndani yangu nikasikia kama sauti, unaweza ukakuta tayari unaweza kuombea mtu akapona na usijue. Nikasema mbona hii kama pointi. Nikawa sasa hapo naombea watu vichwa. Ananiambia amepona. Sasa ni mtu wa nyumbani tu. Familia kuna muda wanakutia moyo, wanaona unakonda, unafungwa, unakonda, afya haipo. Kwa hiyo kuna muda wanakupa matumaini. Mimi naona hao wananidanganya. Kwa hiyo kuna siku sasa akaja akatokea ni kama dada yangu hivi. Naweza nikamuita dada. Akawa amempigia mama anamwambia hivi, mwanao mkarismatic eti. Akasema anasoma, bado anasoma. Kuna rafiki yangu huko anaitwa nani anaomba aje. Na mimi sikuchukulia, aliponipigia simu faster huyo nikaenda. Kumbuka hapo zile kufanya huduma ya serious, hata mtu naombaga tu hivyo vichwa tumbo sijui nini. Nikaenda nakutana na mtu kumbe ana uvimbe tumboni. Wala siku 6. Nikamwambia usijali, saa 1 nitakuja. Kaenda kweli kuomba.
Tukaenda kuomba. Mara ya kwanza mimi naona nguvu ya Mungu inatembea, mtu anatetemeka, anatoka jasho, anatetemeka titi, anakosa nguvu, naishiwa nguvu pu. Nikakemea ile uvimbe, kemea. Tena kemea. Mimi mwenyewe kwanza natoka jasho kwa sababu yani kwanza kuna mtu ana imagine mikono kama mionzi. Unajua unapoanza mwanzoni ile nguvu inavyopita huioni. Kwa hiyo unaona matokeo. Hapo ndipo nilikuja kugundua kumbe. Na pale naomba Roho Mtakatifu akaanza kuwa anaongea. Ndani yangu akanipa msukumo niulize kuna mtu ana shida ya mikono. Pale first service. Na kweli akasema rafiki yake naye, kumbe rafiki yake naye ameshikwa uchumi. Rafiki yake nikamwambia, nikaweka mikono yangu hivi. Navuta hivi, anavutwa na ile nguvu ya Mungu. Nikasema kumbe mambo tayari sasa. Nikamwambia sasa wewe utakuja kesho. Huyo dada tukaja tukaomba mara ya pili. Bahati nzuri alikuja akajifungua mtoto mzuri tu. Ule uvimbe alimwambia sio hata zaa, sio amfanyie operation, sio nini. Mauvimbe alikuwa mawili kwanza wanamtishia makubwa. Kaenda kupima. Mungu akawa amemponya. Alijifungua mtoto. Alikuwa amekata tamaa. Ushakutana na mtu amekata tamaa? Kukata kabisa tamaa, yani mtu hana raha, yani mpaka mimi namhurumia. Huyu dada wa watu jamani, mbona anateseka hivi? Yani namhurumia the way anavyoongea. Kwanza ameacha maisha ya ovyo huko alipokuwa, yani alikuwa na tabia za ajabu, ameamua kuacha sasa ametulia na Mungu. Anakutana afu kuna siku akawa anasema nakumbuka rafiki yake anasema bora tu mimi niache mambo ya kuolewa haya. Nirudi tu nilipokuwa naendelea kufanya huko. Yani maana yake arudi kwenye ukahaba. Kile Mungu ni mwema alimsaidia. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, okay? Sawa Usije ukafika sehemu ukasema nimeomba sana. Kwa sababu hicho ni kiburi. Hiyo ni kushindwa kuelewa kazi ya msalaba kwamba aliyeomba sana ni Yesu. Wewe kuwa hapo, sio wewe. Na wewe umebebwa. Ile neema inachofanya inatuinua, inatubeba. Hata tunapopiga hatua ni kwa sababu neema imetubeba. Ile neema ikiondolewa tunadumbukia shimoni wote. Ni wafu nje ya kazi ya msalaba. Sisi ni wafu. Biblia inasema uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Usije ukajisifu naweza kitu chochote kwa sababu bila Kristo usingeweza hicho kitu. Haleluya. Lazima tujue hicho. Na kuna wakati Mungu hata wewe ambaye unafikiri hujaokoka hujafanya nini anakusaidia tu. Kama jua akiliachilia linakuja kwa waovu na ambao ni wema, kwa nini asikusaidie wewe? Hata kama unajiona ni mwovu. Haleluya. Kuna wakati anafanya hivyo, usije ukakalili, okay? So lazima ujue kwamba wewe na maombi yako, usije ukafika sehemu ukasema nimeomba sana sioni majibu. Hiyo ni tafsiri huelewi kuhusu rehema, neema na upendo wa Mungu. Mungu akusaidie sana kuelewa hili somo kwa sababu litakusaidia kwanza usijihesabie haki. Litakusaidia usiwe kama yule Farisayo alisema mimi nafunga mara 2 kwa wiki, natoa zaka, nafanya hiki na hiki. Why? Because ni neema ya Mungu pekee inayotuwezesha. Hakuyafanya hayo kwa nguvu zake. Remember, hakufunga kwa nguvu zake, hakutoa zaka kwa nguvu zake, bali kwa neema ya Mungu na rehema na upendo. Hivyo ndivyo vilimbeba. Kwa hiyo alibebwa na Mungu akafanya hivyo vitu. Lazima tujue hicho. So kuna wakati tunaomba neema ya maombi, mwambie Mungu nipe neema ya maombi. Najaribu kuomba nashindwa kwa sababu bila neema yako siwezi. Lazima ujue wanaoomba ni kwa sababu kuna neema wanayo na lakini baada ya kupewa ile neema walijibidiisha. Maana yake nini? Neema inakubidiisha. Ukiona una bidii maana yake kuna namna wewe umeikataa neema, lakini neema ulipewa baada ya kuokoka, baada ya kubatizwa kipaimara ulipewa ile neema. Je, uliipokea au uliikataa? Hapo ndipo utakuja kugundua. Unahitaji kurudi kwa Mungu kupiga magoti ili ile neema tena ihuishwe na ikuwezeshe. Neema ilikuja kwa mkono wa Kristo. Haleluya. Nje ya Kristo hakuna neema my friend. Umenielewa Yes, lazima ujue. Yes. Lazima ujue. Ni kweli neema ilikuwepo kabla ya Yesu kuja. Lakini hii ambayo Kristo anayo, neema ambayo ilikuwepo kabla ya Yesu kuja iliwapiga mawe wazinzi wakafa. Tuna neema hii kupitia msalaba. Yes, ambayo inatuwezesha sisi kutustahilisha. Haleluya. Haleluya. Mimi nimekuombea Mungu akubariki sana. Semina hii kabadili maisha yako na ikakufanya kuwa mpya kabisa kabisa kabisa. Usimlaumu Mungu tena kwa sababu ni neema tu. Hata uhai ulionao ni jambo la kushukuru.
Mtu anayelalamika ni mtu anayeonyesha si mtu wa kushukuru. Usije ukaanza kujihesabia haki. Nimeomba sana, nimefunga sana. Endelea kuomba na kufunga. Yesu amesema kwenye Luka 18:1, imetupasa kuomba bila kukata tamaa, ombeni bila kukoma. So kuna wakati mwingine unapokata tamaa, ujue ndo mlango wako unafunguka. Ukikata tamaa umezuia muujiza wako. Hallelujah. Mimi naitwa Mwalimu Frank Bwenge. Naomba fuatilia YouTube Biblia Times. Itakusaidia sana hiyo channel YouTube. Ni Biblia Times Frank Bwenge Dream Times. Hiyo Dream Times ni mambo ya ndoto, unaweza kukusaidia pia. Mungu akubariki sana. Endelea kuomba, endelea kusali, usikate tamaa.